Ripoti za Sema Africa TV kutokea visiwani Zanzibar. Kama utakuwa unapitia katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, natumai utakuwa umekutana na taarifa ya mwanadada anajulikana kwa jina la Ashley Janney, raia wa Kimarekani, kudaiwa kujinyonga na kufariki dunia katika hoteli ya Zuri iliyopo Nungwi, mkoa wa Kaskazini Unguja. Taarifa ambazo zinazosema raia huyo alikuwa pamoja na mchumba wake anajulikana kwa jina la Joel McCain. Kutokana na taarifa za jeshi la polisi visiwani Zanzibar zilizotolewa na naibu kamishna wa polisi ambaye pia kaimu mkurugenzi upelelezi wa makosa ya jinai Zanzibar, Zuberi Chembela, ameelezea mkasa huo jinsi ulivyokuwa, akisema Joel McCain ambaye ndiye mchumba wa marehemu huyo akishikiliwa na jeshi hilo kwa ajili ya mahojiano zaidi. Kutoa taarifa inayohusiana na tukio la taarifa ya kifo kinachomhusu raia wa kigeni, kwa maana ya raia kutoka Marekani. Mnamo tarehe 8 mwezi wa 4 majira ya saa 2:55 za usiku huko hoteli ya Zuri iliyoko Nungwi, wilaya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja, mwanamke ajulikanaye kwa jina la Ashley Janney Robinson, miaka 31, raia wa Marekani, ambaye alifikia kwenye hoteli hiyo ya Zuri katika shughuli zake za utalii akimiliki passport namba 67920035. Alijaribu kujiua kwa kujinyonga kwa kutumia mkanda wa nguo rangi ya kijivu, ambapo aliufunga mkanda huo katika kabati la nguo lililoko katika chumba namba 25 alichofikia hotelini hapo. Mgeni huyo aliingia tarehe 4 mwezi wa 4 2026 akiwa na mchumba wake aitwaye Joseph Isaac McCain mwenye umri wa miaka 48, Marekani, ambaye naye alikuwa anaishi naye pamoja hapo kwenye hoteli ya Zuri, na kwa mujibu wa taarifa zao walitarajiwa kuondoka tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026. Siku ya tarehe 8 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 12 za jioni kulitokea na mgogoro wa kimapenzi baina ya watu hao wawili, kwa maana huyu Ashley pamoja na mpenzi wake Joseph. Mgogoro huo baina ya watu hao wawili ulitambulika na jirani ambaye alikuwa anaishi chumba namba 24, na yeye akatoa taarifa kwa uongozi wa hoteli akieleza kwamba majirani zake wamekuwa wakizozana kwa siku hiyo ya tarehe 8, lakini akaeleza zaidi kwamba tangu wamefika hapo wamekuwa wakiwa na mizozo ya mara kwa mara na wakiwa wanagombezana hapo ndani ya hicho chumba chao. Uongozi wa hoteli baada ya kupata taarifa hiyo ulikwenda kuwaona na kuwauliza kama kuna changamoto zozote wanazopitia au walizonazo, lakini baada ya kuona kweli hali inayojitokeza pale ni ya mizozo kati ya wawili hao, uongozi ukaamua ili kuweka hali ya utulivu na usalama kwenye ile hoteli na wageni wengine wasipate bugudha, kumhamisha yule mume wake au bwana wake aitwaye Joseph na kumpeleka kwenye eneo lingine ambalo ni chumba namba 65. Nikiripoti kutokea jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Zanzibar, Abdalla Balozi, Sema Africa TV.